ikikutangazia moja kwa moja kutoka Majengo jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Kwanza tupate muhtasari wake. Soko la samaki Mbuyuni lafunguliwa huku likitazamiwa kuongeza ajira na kuchochea maendeleo. Na kimataifa, Papa Leo afanya mkutano wa kwanza wa baraza na makardinali. Na katika michezo, Simba na Azam FC kushuka dimbani kesho kunako michuano ya Mapinduzi Cup. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu na kukaribisha katika saa moja ya habari. Kufunguliwa kwa soko la samaki la Mbuyuni mkoani kutaongeza fursa za ajira na kuchochea maendeleo ya biashara na uwekezaji kwa wakazi wa wilaya ya Mkoani na vitongoji vyake. Pius Jayunga na ripoti zaidi. Hayo yamesemwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemedi Suleimani Abdullah katika hafla ya ufunguzi wa soko la samaki lililopo Mbuyuni mkoa wa Kusini Pemba. Amesema ufunguzi wa soko hilo ni hatua ya kimkakati katika kuimarisha sekta ya uvuvi, kuongeza thamani ya mazao ya baharini na kuboresha ustawi wa wavuvi kwa kufanya kazi katika mazingira mazuri na salama. Niagize mawaziri wa sekta hizi mbili, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, na waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi, mkae pamoja na timu zenu za kitaalamu muone namna bora ya kuliendesha soko hili. Nisingependa kusikia soko hili kila mmoja anawania kama mpira wa kona. Napendekeza sana haya mazungumzo yanakuwa yanaamua matatizo haya madogo madogo kwenye maeneo ambayo yatapewa wananchi wetu. Milango ya maduka, kwenye milango ya maduka hapa zamani walikuwepo wananchi wanafanya kazi hii. Niagize milango hii wapewe watu walio na sifa ya kupewa hii milango. Sisi wakubwa tusubiri jambo jingine, tusije tukavamia haya na kusije kukatoka maelekezo kutoka hala popote wakasema nimepewa kimemo, mlango huu mpe fulani. Wape wananchi wa mkoani walioko hapa ambao watafanya kazi zao hapa. Kwa upande wake, waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi Mheshimiwa Masudi Ali Mohamed amesema serikali kupitia wizara ya uchumi wa bluu imeshatenga bajeti kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha kusafishia samaki nyuma ya soko hilo na hatua za uchoraji wa ramani ya kiwanda hicho zimeshaanza. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi itajenga kiwanda cha kusarifu samaki nyuma ya soko hili hapa. Tayari michoro ya kiwanda hicho ipo, tayari bajeti ya kujenga kiwanda hicho ipo. Kazi iliyobakia ni mambo madogo, ikiwemo kumkabidhi mkandarasi mwenye sifa za kujenga kiwanda hicho. Kujenga miundombinu hii ni jambo moja, lakini kuitunza na kuitumia ni jambo muhimu zaidi. Niwaombe sana tushirikiane, na sisi wizara tutabeba jukumu hilo kwa kushirikiana na wenzetu hasa wa serikali za mitaa, ili mwisho wa siku soko hili likabakie na haiba yake kama lilivyo. Niwaombe sana wananchi tuendelee kupeana mashirikiano, tukiamini soko hili litatumiwa na watu wote, wa vyama vyote, wa kabila zote, wa dini zote, na hayo ndio maendeleo. Akisoma taarifa ya kitaalamu kuhusu ujenzi wa soko hilo la samaki mkoani, Katibu Mkuu Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Kapteni Hamadi Bakari amesema zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 10 zilizotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zimetumika kwa ujenzi wa soko hilo la kisasa lililokidhi mahitaji yote ya shughuli za uvuvi. Ujenzi wa diko la mkoani ulianza tarehe 16 Oktoba 2024 chini ya mkandarasi Scenic Construction Company Limited kwa gharama za bilioni 10.4 za Kitanzania. Diko hili lina uwezo wa kuhudumia watu wapatao 10,000 na vyombo vya uvuvi 250 kwa siku. Kuliweka tu katika clear perspective ni kwamba hili ni kubwa kuliko la Malindi.
Aidha, linajumuisha vizimba 60 vya wachuuzi. Kuna cold room yenye uwezo wa kuhifadhi tani 30 za samaki. Kuna ice plant yenye uwezo wa kuzalisha tani 5 za barafu katika masaa 24. Ukumbi wa mkutano wenye uwezo wa kuchukua watu mpaka 30 kwa wakati mmoja. Kuna maduka 44, mkahawa wenye uwezo wa kuhudumia watu 40 kwa wakati mmoja. Kuna vizimba vitatu vya minada. Kuna ofisi mbalimbali na huduma rafiki kwa watu wenye mahitaji maalumu, ikiwemo huduma za vyoo kwa jamii ya wananchi wanaoishi hapa. Soko hilo linatarajiwa kunufaisha na kutumiwa na watu zaidi ya 10,000, kuhifadhi vyombo vya uvuvi 200 kwa siku na kutoa fursa kwa wafanyabiashara na wajasiriamali kufanya biashara zao katika soko hilo. Asante Pius Jayunga kwa ndani wa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Uchunguzi uliofanywa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU umebaini zaidi ya shilingi bilioni 18 zimetakatishwa kupitia uhalifu unaohusisha matumizi ya taarifa za kadi za benki zilizoibiwa kujipatia fedha haramu. Naungana na Nora Damiani. Akizungumza na vyombo vya habari kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kinondoni Christian Nyakizee amesema fedha hizo zimetakatishwa kwa kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka 2022 hadi 2025 na hadi sasa zaidi ya watuhumiwa 137 wamekamatwa na kuhojiwa. Walioibiwa taarifa za kadi za kibenki ni kutoka kwenye mataifa yapatayo 11 ambayo ni USA, Canada, Colombia, Argentina, Japani, Uruguay, Denmark, Netherlands, New Zealand, Australia na China. Uchunguzi wetu umebaini kwamba wahalifu wanatumia njia za malipo ambazo ni POS machine, payment links au e-commerce pamoja na control number za malipo mbalimbali kupata au kununua huduma za utalii, afya, malazi, usafiri wa anga pamoja na kodi za nchi yetu. Imebainika pia kuwa watuhumiwa wanaohusishwa na tuhuma hizi wa wizi wa taarifa za kadi wanatokea nchi za Cameroon, Nigeria, Pakistan, Bulgaria, Macedonia, Poland, Romania na China, na kwamba wakati wa utoaji wa fedha hizo ambazo zimeshaibwa hushirikisha baadhi ya raia wa Tanzania kupitia akaunti zao katika benki mbalimbali. Baada ya fedha kuingia, huzitoa kama taslimu na kugawana kwa makubaliano ya asilimia fulani. Hadi sasa watuhumiwa zaidi ya 137 wamekamatwa, wamepekuliwa na kuhojiwa katika mikoa mbalimbali ikiwemo Arusha, Kilimanjaro, Mwanza, Dar es Salaam na hata kule visiwa vya Zanzibar. Uchunguzi wetu umebaini, ambao ni wa awali, umebaini kuwa zaidi ya bilioni 18 zimetakatishwa kwa utaratibu huo kwa kipindi cha miaka 4 kuanzia mwaka 2022 hadi sasa hadi mwaka 2025. Na katika hilo tayari mashauri 3 yameshafunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa makosa ya ukwepaji kodi, utakatishaji fedha na uhujumu uchumi. Na hadi sasa tayari zaidi ya bilioni 1 zimesharejeshwa na kiasi kingine zaidi ya bilioni 3 kimezuiliwa kwenye zile akaunti za watumiwa kusubiria kukamilika kwa uchunguzi huo. Mkuu huyo wa TAKUKURU mkoa wa Kinondoni akazungumzia tukio lililotokea Januari 5 mwaka huu kuhusu raia wa China waliokamatwa wakiwa na fedha haramu zaidi ya shilingi bilioni 2. Walikamatwa wakiwa na fedha taslimu kiasi cha dola za Kimarekani 707,775 sawa na shilingi bilioni 1,732,333,750 pamoja na shilingi nyingine za Kitanzania milioni 281,400,000 zikiwa ndani ya gari katika mifuko ya sandarusi, ambazo jumla yake sasa ni bilioni 2 na milioni 13. Watuhumiwa hao wameshindwa kuthibitisha uhalali wa upatikanaji wake, kwani hawana kampuni
au biashara halali zinazowapatia kiasi tajwa na hawana uthibitisho au stakabadhi zinazoonyesha namna walivyonunua kiasi cha dola ambazo walikutwa nazo. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian. Tuelekee jijini Arusha. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wano Hafidhi ameitaka Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia Nelson Mandela kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa hususan katika masuala ya udahili wa masomo ili kufungua fursa za juu nje ya nchi kwa wanafunzi wa Kitanzania. Amina Ngahewa kutoka Arusha na taarifa kamili. Naibu Waziri Wano ametoa agizo hilo jijini Arusha wakati wa ziara yake katika taasisi hiyo, ambapo amekagua maendeleo ya kambi ya maarifa ya Samia Scholarship Extended pamoja na ujenzi wa jengo la hostel lenye thamani ya shilingi bilioni 6.1 ambalo ujenzi wake umefikia 80%. Jengo linalotarajia kuongeza fursa kwa wanawake wenye watoto na wanafunzi wenye mahitaji maalum kusoma masomo ya sayansi bila vikwazo. Naelekeza taasisi ya LMIC kutekeleza na kuzingatia yafuatayo: kuhakikisha kwamba wanafunzi 50 wa bootcamp pamoja na wanafunzi wengine watakaojiunga mwakani wanasaidiwa kuomba ufadhili katika vyuo vikuu bora duniani ili kupunguza gharama kwa serikali kama ilivyofanyika kwa vijana wetu hao. Na wengine wote watakaokuja, basi tunaiagiza taasisi hii kuwasaidia katika kuomba ufadhili ili vijana wetu wafanikiwe. Akizungumza katika ziara hiyo, makamu mkuu wa Taasisi ya Afrika ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela, Profesa Maulilio Kipanyula, amesema taasisi hiyo imefanikisha zoezi la kuwatafutia udahili wanafunzi 50 waliokuwa wakishiriki katika kambi ya maarifa ya Samia Scholarship katika taasisi hiyo. Profesa Maulilio Kipanyula amesema wanafunzi hao wameandaliwa vyema kwa ajili ya kwenda kusoma shahada ya kwanza katika fani ya sayansi ya takwimu, akili unde na sayansi shirikishi, hatua inayolenga kuandaa rasilimali watu mahiri katika teknolojia za kidijitali. Wanafunzi wetu 16 wameshapata udahili chuo kikuu cha Johannesburg, Afrika Kusini. Hiki ni chuo maarufu na ni chuo ambacho kinatoa mafunzo ya katika eneo hili la artificial intelligence na data science na computer science kwa kiwango cha hali ya juu. It's a world class university. Tumefanikiwa kupata nafasi 16 na wanafunzi wetu wanatarajiwa kuondoka tarehe 1 mwezi Februari 2026. Sababu masomo yataanza rasmi tarehe 9 mwezi wa pili 2026. Wanaobakia 34 nao 29 wameshapata udahili katika chuo kikuu cha Limerick, hiki kipo Ireland. Kwa hiyo wote wameshapata udahili wa kudumu kwenye chuo hiki cha Limerick. Lakini 5 wanaobakia nao wamepata provisional admissions kwa sababu program wanaotaka kusoma au course wanataka kusoma, hitaji mojawapo ni kufanya oral interview. Kwa upande wa wanafunzi waliopata udahili huo, wameeleza furaha yao kwa kuchaguliwa, huku wakisema wanajiona kama kizazi pekee kinachoandaliwa kuleta mapinduzi katika teknolojia ya kidijitali nchini. Kwangu ni furaha kubwa kuingia katika mpango huu wa serikali, wakati maalum wa kuandaa wataalamu ambao watakuja kwenda kusoma nchi za nje kwenye maeneo ya dijitali ambao ni artificial intelligence, data science na applied science. Na matumaini yangu ni kwamba tunarudi na ujuzi, lakini pia maarifa ambayo yataenda kuisaidia nchi katika maeneo mbalimbali. Ni jukumu kubwa sana ambalo tumepewa, lakini kama mimi kama Mtanzania ninafurahi sana serikali imeniamini niweze nikaenda huko nje na nikatoa maarifa nikaja kuyaleta huku kuwasaidia Watanzania wenzangu. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Mfanyabiashara anayekabiliwa na tuhuma za uchakachuaji wa mbolea na kuwauzia wakulima kufikishwa mahakamani. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Mimi ni Mendi Josefu.
Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe kwa kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA limeagizwa kukamilisha haraka uchunguzi na kumfikisha mahakamani mfanyabiashara wa pembejeo za kilimo katika halmashauri ya mji wa Tunduma anayekabiliwa na tuhuma za uchakachuaji wa mbolea na kuwauzia wakulima. Taarifa ya John Kiango kutoka mkoani Songwe inafafanua zaidi. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame wakati wa ziara yake ya ukaguzi katika ghala hilo la mfanyabiashara huyo. Mbolea ambazo zimeuzwa kwa wafanyabiashara wengine, mwenyewe anasema zimeuzwa kwa wakulima. Karibia mifuko 100 ngapi unasema? 600. Hawa wakulima wote ambao wamenunua mifuko 600, maana yake wanaenda kutumia kitu ambacho tofauti kabisa na vile matarajio yao wanayoyatarajia. Kwa hiyo sasa amefanya ribegi, hana vibali. Lakini licha ya kufanya ribegi, lakini anadanganya, manake anachakachua nini? Mbolea. Sasa ni jambo ambalo hatuwezi kulikubali katika mkoa wetu wa Songwe. Kweni waambieni watu wa TFRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, hatua kali za kisheria zichukuliwe. Uchunguzi wa hili jambo, kwa sababu uko wazi kabisa, sitarajii kwamba uchunguzi utachukua muda mrefu. Hii kesi iende mara moja mahakamani. Ili na huyu bwana anasikia hii sio kesi ya kwanza, sio mara ya kwanza, si ndio? Sio mara ya kwanza hawa watu kuweza kuwashika wakifanya tabia ya namna hii. Kwa inachoonekana kuna baadhi ya maafisa ambao wanashiriki kuweza kukwamisha hizi jitihada zinazofanyika za kupambana na hii biashara haramu. Kwa hiyo sasa linapotokea changamoto za namna, sisi maafisa wa serikali wenye wajibu wa kuweza kusimamia hili jambo, ni lazima tuwalinde wakulima. Na tayari alishaanza jitihada za kutembeza kutaka kutoa rushwa kwa baadhi ya watu. Lakini kwa sababu tuna vyombo vya ulinzi ambavyo ni imara, vinajitambua, hajafanikiwa. Lakini hali kadhalika sasa tupitie kwenye lile daftari lake. Ni akina nani wameuziwa hiyo mbolea? Ni wakulima gani wameuziwa hizo mbolea? Kama kuna wafanyabiashara wameuziwa, wameshapeleka wapi kwenye maduka yao kwa ajili ya kuwauzia wakulima? Maana tuziondoe hizo mbolea mara moja kwenye mzunguko. Kwa upande wake, afisa udhibiti wa ubora wa mbolea kutoka TFRA Enrico Lenatus amesema kuwa katika ghala hilo kulibainika kuwapo kwa zoezi la kuhamisha mbolea kutoka mifuko ya awali na kuiweka kwenye mifuko mingine bila kuwa na kibali cha TFRA. Fanyika ni kwamba kuna zoezi la bagging lilikuwa linafanyika kwenye mifuko, lakini taarifa sisi kama mamlaka tulikuwa hatuna taarifa hiyo. Kuna mbolea zilikuwa zinahamishwa kutoka kwenye mifuko kwenda kwenye mifuko mingine bila kibali, na mbolea hizo zimekamatwa lori moja, lakini mhusika ameweza kusema kwamba alipokea lori 9 na zote alikuwa ameshazifanyia rebagging. Lakini na mifuko mingine ambayo tumeikuta ni hapa ambayo ni mbolea ya HK NPK 1172, ni mbolea ambayo pia kwa jinsi ambavyo tumefanya upelelezi wa awali ni kwamba mbolea hii imehamishwa kutoka kwenye mbolea ambayo ni ya NPK ya tumbaku 101824 na kuwekwa kwenye mifuko hiyo kinyume na taratibu. Kwanza, hamna kibali cha kufanya hivyo, lakini pili, mbolea hiyo sio yenyewe ambayo imewekwa. Kwa hiyo mifuko inasomeka NPK 1172, lakini kule inakotoka kwenye mifuko ya mbolea nyingine ni NPK 101824 ambayo ni mbolea ambayo inatumika kwenye tumbaku. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe, kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Agustino Senga amesema jeshi la polisi linaendelea kukamilisha taratibu zote za kisheria ili kumfikisha mtuhumiwa mahakamani. Aidha, katika ghala hilo moja imekamatwa mashine ambayo tutaiona baadaye, mashine ya kushona kwa ajili ya kushonea ile mifuko, lakini mifuko tupu 1479 ya hiyo NPK ambayo nimeitaja. Lakini pia limekamatwa gari namba T 206 ELV na trailer lake namba T 949 ELR aina ya Scania ambayo limekamatwa likiwa na hiyo mbolea ambayo nimesema, ambayo ilikuwa na ribegi mifuko 640. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi tukishirikiana na wataalamu wa NFI pamoja na sekta zingine tuhakikishe kwamba ushahidi unakamilika kwa wakati, na ikithibitika basi faili itapelekwa kwa wataalamu wa sheria ili iweze kushtakiwa na hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Songwe. Tuelekee mkoani Geita.
Serikali imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wanafunzi ili kila mwanafunzi atakaporipoti shuleni apokelewe na walimu na bila kurudishwa nyumbani kwa kukosa sare za shule. Mwandishi wetu Michael Bundala ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameeleza hayo wakati wa ziara na kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya katika kukagua miundombinu ya madarasa katika shule ya sekondari ya Msisi iliyopo katika kata ya Lwamgasa wilayani Geita. Komba ameagiza kujengwa madarasa 5 shuleni hapo kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi zaidi ya 200 wa kidato cha kwanza na kuwataka wakurugenzi wa halmashauri 2 ikiwemo manispaa ya Geita na halmashauri ya wilaya ya Geita kuhakikisha wanatekeleza maagizo hayo. Nitumie ziara yetu fupi ya leo kuagiza watumishi wenzangu wote wa serikali lakini na wadau wote wa elimu kwenye wilaya yetu ya Geita. Moja, siku ya tarehe 13 ya mwezi wa kwanza ni siku ambayo shule zetu zinafunguliwa. Shule za awali kwa maana ya watoto wa chekechea, shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Sisi kama wilaya tumeshafanya kikao cha wadau kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza, wanafunzi wa darasa la awali pamoja na wanafunzi wanaoanza darasa la kwanza. Tuhakikishe kila mtoto aliyefaulu anapelekwa shuleni. Nilishatoa maagizo ya kwamba nahitaji kuona mikutano na vikao vyote vimefanyika shule zote za sekondari, kufanya vikao na wazazi na walezi ambao watoto wao wanakwenda kuanza kidato cha kwanza. Ni imani yangu ya kwamba vikao hivi vimeshafanyika chini ya usimamizi wa maafisa tarafa, na leo jioni nitapata taarifa kuona maeneo mangapi yameshafanya hivi vikao. Kwa nitumie kusanyiko hili pia kuendelea kukumbusha juu ya umuhimu wa kuwafikia wazazi na walezi. Watoto waandaliwe mapema, sikukuu zimeisha, Krismasi imeisha, mwaka mpya umeisha. Kwa sasa kila mtoto aandaliwe vifaa vyote muhimu, uniforms ziandaliwe, viatu viandaliwe, madaftari yaandaliwe, na kwa mzazi ambaye atakuwa amekwama kujiandaa kwa mapema, hakuna mtoto ambaye atazuiliwa kupokelewa. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Geita ambaye pia ni diwani wa kata ya Rudete Jumanne Sengo Misungwi ametoa matofali 2000 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa madarasa hayo 5. Tuko kwenye sekondari yetu ya Msisi Gold Secondary School, na kama mnavyoona tuna maandalizi hayo ya kuwapokea watoto, na pale tunapokuta kuna upungufu angalau hata wa darasa moja, madarasa mawili au ofisi, kweli tunaguswa. Mimi kama mwenyekiti naguswa. Hata hapa nimeacha alama ya kuchangia tofali 2000 kwa ajili ya kumuunga mkono mama yetu, na kwa sababu mama yetu tunampenda sana. Mama yetu anafanya kazi kubwa sana na anapaswa apewe hongera yake na maua yake. Lakini pia ni waase wazazi wenzangu, kwa sababu pia hata mimi ni mzazi na watoto wanapofaulu kwenda kupata elimu yao, basi nawaomba wazazi tupeleke watoto shule, kwa sababu elimu yetu kama mnavyoiona, elimu haina changamoto, elimu ni bure. Mwaka wa masomo nchini unatarajia kuanza Januari 13 mwaka 2026. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tuelekee jijini Mbeya. Watoto waliokinzana na sheria na kupelekwa katika shule ya maadilisho ya Irambo mkoani Mbeya wameshauriwa kutambua na kujutia makosa yao, huku akihimizwa kuwa watiifu na waadilifu wanaporejea katika jamii zao baada ya kumaliza adhabu zao. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mhandisi Mary Priska Maundi ametoa ushauri huo alipotembelea shule ya maadilisho Irambo na kuwataka watoto kuwaheshimu wazazi wao, huku akiitaka jamii kutowanyanyapaa watoto hao. Wasiwanyanyapae kwamba huyu alifungwa. Kuna mtu aliyefungwa hapa? Ila mpo kwenye shule ya maadilisho, hamna aliyefungwa baina yenu. Lakini mlikinzana na sheria, mmefanya makosa ambayo mliyafanya, kila mmoja ana kosa lake, si ndio? Mkajikuta sheria ile ambayo mlikinzana nayo imekulazimisha uje hapa tukujenge, tukubadili, tukuelimishe. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mbeya Vijijini Patali Shida Patali ameshukuru serikali kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Igoma Irambo, huku mwakilishi wa katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Amina Songoro akatoa rai hii kwa watoto hao.
Tulipokuwa tunakuja, umeona tumepita barabara ya kutoka Igoma mpaka hapa Irambo ni takriban kilomita 9. Ametupatia fedha zaidi ya milioni 250. Kwa hiyo mkikaa hapa mnaandaliwa, ni bora pia mkawa na malengo. Kiongozi wetu hapa aliuliza nani hapendi kuwa injinia? Hapa si mnasoma? Kuweni na malengo mazuri. Naye meneja wa shule ya maadilisho Irambo John Meshak amesema watoto wamekuwa wakifikishwa kwenye shule hiyo kwa makosa mbalimbali ili kurekebishwa tabia, huku mmoja wa watoto hao ambaye jina lake limehifadhiwa akatoa ombi hili kwa serikali. Baadhi ya makosa ambayo yanawaleta watoto hapa, wengine wamekuwa kwenye wizi, wengine unyang'anyi, ubakaji, ulawiti, na wakati mwingine wapo waliohusika na matendo kuhusishwa na nyara za serikali, na wengine wamefanya makosa ya mauaji. Maafisa wetu wao wanapata shida sana kwa sababu kuna watoto wengine wanaletwa hapa wakiwa haijulikani wazazi wao. Yaani wanaletwa ni kwamba wamekamatwa na kosa, wamehukumiwa, wameletwa. Wanapofika hapa wanakuwa hawana kitu chochote, hawana nguo, hawana chochote. Kwa hiyo maafisa wetu wanakuwa wanaingia gharama. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi tutawaletea habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara ya maji ya kupima ambayo ni safi na salama kwa matumizi ya binadamu imeendelea kushika kasi jijini Dodoma, ikichochewa kwa kiasi kikubwa na changamoto ya upatikanaji wa maji ya bomba yenye kiwango kikubwa cha chumvi. Hali hiyo imewalazimu wakazi wengi kutafuta mbadala wa maji ya kunywa na kupikia, hatua iliyosababisha kuongezeka kwa mahitaji ya maji yanayouzwa na wauzaji binafsi. Kwa mujibu wa wauzaji
upatikanaji wa maji ya kupima, maji yanayosambazwa kupitia mifumo maalum ya uchujaji wa kisasa inayosaidia kuondoa chumvi na uchafu mwingine hatarishi kwa afya ya binadamu. Maji tunaunganisha moja kwa moja kutoka kwenye mfumo wa DUWASA, lakini hii mashine ina mfumo ambao unachuja yale maji kutoka kwa maji ya chumvi kwa maji salama. Kwa hiyo mfumo umeunganishwa moja kwa moja kwenye mashine. Na niwezesha kukidhi mahitaji yangu binafsi. Hapo changamoto kubwa leo ni katika kwa umeme, kwa sababu hii mashine inatumia mfumo wa umeme moja kwa moja kutoka TANESCO. Kwa umeme ukikatika, huduma haiwezi kupatikana. Hiyo ndio changamoto kubwa ninayokutana nayo. Wateja labda kwa sababu hii mashine haitoi change moja kwa moja, na maana wanapokuja wateja, kama mteja hana change inabidi wewe uwepo kumhudumia, na maana kama hamna change mteja atashindwa kupata huduma. Sasa tunapata kutoka labda serikalini, kwa sababu kabla hujafunga hii mashine lazima uende serikalini kwenye Wizara ya Mazingira ili waweze kupatia kibali na kuhakikisha kama maji ni safi na salama. Kwa hiyo msaada tunaopata ni kutolewa kwa kibali kutoka serikalini. Kwa upande wa wanunuaji, wengi wamesema wameamua kutumia maji ya kupima kutokana na kupatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu ukilinganishwa na maji ya chupa. Kwa wastani, lita moja ya maji ya kupima huuzwa kwa takriban shilingi 200, bei ambayo imeonekana kuwa rafiki kwa kaya nyingi, hasa kwa matumizi. Yale gota yako salama kwa sababu yana testi tofauti na haya mengine ambayo tunatumia DUWASA. Mimi kwangu ni salama kwa sababu naona yana madhara tangu nianze kuyatumia. Gharama ya maji sio kubwa sana kulingana na kipato changu. Mimi naona ni bei rahisi kulingana na haya dukani ambayo tunanunua 500 nusu lita, wakati haya lita moja inauzwa 200. Kwa gharama iko chini. Improve life kwa sababu tukiangalia na hapa Dodoma tuna maji ya chumvi. Kwa hiyo yale yamekuja yamesolve problem. Kwa hiyo zamani tulikuwa tunachemsha, tunatumia mkaa na gesi na vile achemke sana, lakini hizi mashine zimesimplify. Kwa baada ya kuchukua maji tunachemsha, sasa hivi tunaenda tunakinga pale kwa 4,000 tu dumu unapata lita 20 kuliko ile zamani lita 13 na 5,000. Napendelea kwa sababu ni maji mazuri, ni maji yana ladha, na pia ni maji ambayo yana gharama ndogo. Kwa mfano lita moja ni shilingi 200. Yanasaidia pia kusevu hela. Yes. Gharama za maji ni nzuri kwa kila mtu. Gharama ni nzuri sana. Kama hivyo unavyosema 200 lita moja. Wakati ukiangalia maji ya dukani haya mengine lita moja ni 1,000. Ambao sio kila mtu anaweza kanunua. Kila mtu anakuwa na bajeti yake. Kwa hiyo maji haya 200 ni bajeti nzuri kwa kila mtu, ni maji mazuri, yanasafishwa, yanakuwa ya kiwango kizuri kwa kutumia mtu kwa afya nzuri. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Januari 7, 2026, dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2,445 na senti 2 na kuuzwa kwa shilingi 2,469 na senti 6. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3,306 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 3,339 na senti 5. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2,863 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 2,892 na senti 5. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 149 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 150 na senti 8. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 1. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 6. Na huo ni mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi.
Asante Sofia Daudi kwa mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Na sasa tunaungana na Zinazire Mswima katika habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Makardinali wadaiwa kutaka kupewa fursa ya kuwa sehemu ya maamuzi katika masuala ya kanisa kwenye ngazi za kimataifa. Kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anakutana Vatican kwa siku 2 kuanzia leo Jumatano hadi Alhamisi na makardinali kutoka duniani baada ya kuwako miito ya kutaka kanisa hilo lizingatia mifumo ya uongozi wa ushirikishaji katika utoaji wa maamuzi. Pia Papa Leo alaani waziwazi hali ya Wapalestina huko Gaza. Mkutano huo unaofahamika kama Baraza Maalum la Makardinali ni wa kwanza kwa Papa Leo tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa hilo Mei mwaka jana baada ya kifo cha mtangulizi wake Papa Francis. Vyanzo vya kanisa hilo mjini Vatican vimesema kwamba makardinali wanataka kuwa na dhima kubwa zaidi katika usimamizi wa kanisa kwenye ngazi ya kimataifa. Mkutano huo pia huenda ukatoa mwelekeo kuhusu namna uongozi wa Papa Leo utakavyokuwa na mipango yake kwa kanisa hilo duniani. Denmark na Greenland wanatafuta mazungumzo na waziri wa mambo ya nje Marekani Marco Rubio baada ya serikali ya Marekani kusisitiza kuwa mara nyingine ni nia yake ya kutaka kudhibiti Greenland, kisiwa cha eneo la Aktiki kinachomilikiwa na Denmark. Mvutano umeongezeka baada ya ikulu ya Marekani kusema kuwa daima inaweza kuzingatia matumizi ya kijeshi hata wakati viongozi mbalimbali wa Ulaya wakipuuzia madai hayo mapya ya Marekani na kutoa kisiwa hicho kwa sababu za kimkakati. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen alionya kwamba jaribio la Marekani kuchukua Greenland lingeweza kuhatarisha uhai wa muungano wa kijeshi wa NATO. Viongozi wa mataifa ya Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Hispania na Uingereza waliunga mkono kauli ya Frederiksen kusisitiza kuwa kisiwa hicho chenye utajiri wa madini ni mali ya Denmark. Kauli hiyo ilisisitiza uhuru wa Greenland, kisiwa kinachotarajiwa lakini bado ni sehemu ya ufalme wa Denmark na wanachama wa NATO. Tangu muhula wake wa kwanza, Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akijadili wazo la kununua au kuimiliki Greenland, akidai kuwa Marekani inajitahidi kudhibiti kisiwa hicho kikubwa zaidi duniani kwa ajili ya usalama wake, hasa kutokana na ushindani unaongezeka kutoka China na Urusi katika eneo la Aktiki. Tume ya uchaguzi ya Uganda imeidhinisha vyama 27 kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa bunge na uraisi utakaofanywa Januari 15, kukiwa na wagombea uraisi 8 kwa ujumla wake, wakiwemo rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi anayefahamika zaidi kwa jina lake la usanii Bobi Wine. Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 aliyeiongoza Uganda tangu mwaka 1986 anagombea muhula wa 7 akiwa na chama chake kinachotawala cha National Resistance Movement NRM. Waganda milioni 21.6 wamejiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu, idadi hiyo ikiwa ni kubwa ikilinganishwa na uchaguzi uliopita wa mwaka 2021 ambapo tume iliandikisha wapiga kura milioni 18.1. Katika idadi ya wapiga kura waliojiandikisha na tume ya uchaguzi mwaka huu, wanawake ni takribani 53%, licha ya ongezeko dogo la wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu. Kimsingi wanaojitokeza siku ya upigaji kura kwa ujumla wake, idadi yao inaonyesha kuwa ndogo katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita, kutoka kiasi cha 70% mnamo mwaka 2006 hadi chini ya 60% katika uchaguzi wa mwaka 2021. Mwisho wa habari za kimataifa. Langu jina ni Zinazire Mswima.
Habari za kimataifa. Mtazamaji, baada ya kutazama mkusanyiko wa habari za kimataifa, ni wasaa wa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo. Sky TV. Katika dunia inayobadilika kila siku, kuna nguzo 4 zinazosimama imara. Mazingira tunayalinda, usawa tunaujenga, ubunifu tunauanzisha, na elimu tunairithisha. Hiki ni kipindi kinachounganisha mawazo, watu na vitendo kwa maendeleo ya kweli. Nguzo 4. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu tuelekee viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Kikosi cha Simba siku ya kesho kitashuka dimbani kucheza mchezo wake wa nusu fainali michuano ya Mapinduzi Cup, ambapo Simba watashuka kucheza dhidi ya Azam FC, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 2:15 usiku kwenye uwanja wa New Amani Complex
visiwani Zanzibar. Kocha mkuu wa Simba Sport Club Steve Becker amesema wachezaji wa kikosi cha Simba wana morali ya kupambana katika mechi ya kesho na kufanya vizuri, kwani ili wacheze fainali lazima washinde mechi ya nusu fainali. Huku kocha mkuu wa kikosi cha Azam Florai Benge amesema mechi ya kesho dhidi ya Simba haiwezi kulingana na uchezaji na ile ya mwisho walipokutana katika ligi kuu soka Tanzania bara. Preparations are going well. We're looking forward to the match. We've come here with the aim to challenge to win the cup. So, to do that, you have to make the final. So tomorrow's a very important match for us. We've been training hard. We've been preparing. We've got 2 games now that we've played. So it's given me an opportunity to look at 1 or 2 things. The players are highly motivated to put in a big performance tomorrow evening. I know we understand it's obviously a tough match. Obviously we lost to them in the league match, so they're a good team. They've got good individual players. We're very aware of that. We're slowly getting some of our players returning to the squad. If we want to make the final, we have to make sure that we prepare really well, select a team that can win the match for us. So. Without letting anything out, we will have a very competitive team tomorrow evening. For tomorrow, the preparation will be the same. As I told you, we are going to train as normal training before the game, and we are not going to change. We are going to stay ourselves. That means to go to the pitch in only one idea, is to win the game. We respect too much Simba. It's a big team, one of the best in Tanzania, and with Yanga. But we have to go to the pitch to win. 2 games are not the same, You say that the last one we won, but if you go to history, there is also some games or Simba won. So there's a new one. We have to forget the last one and to be focused to the game tomorrow. We have a new. It's not the same players we are going to use tomorrow, but the mentality have to be the same. To play, to enjoy the game, and also to be respectful for all these people who are going to pay their ticket to come to watch the game. We want to play good football for us and for them. Upande wa wachezaji, David Kameta Duchu wa Simba Sport Club pamoja na Nasor Sadun wamejipanga kuhakikisha kila mmoja anaibuka na ushindi katika mchezo huu. Wachezaji alhamdulillah na Mungu tumejiandaa vizuri katika mchezo wa kesho. Tumejiandaa vizuri kimwili, kisaikolojia tumejiandaa vizuri. Kwa inshallah kesho tutarajia mambo mazuri inshallah. Mchezo tuliozana na Simba umeshapita. Sisi tunaangalia mchezo miwili uliopita nyuma ambao tumecheza dhidi ya Singida na URA. Ni mchezo ambao ulikuwa karibu yetu na ambao umetupa confidence mpaka kufikia hapa. Naweza kukazia kama alivyosema mwalimu. Michezo miwili ni tofauti. Mchezo uliopita na huwezi kuwa sawa. Kwa approach yake itakuwa tofauti. Sisi kama wachezaji kwa upande wetu tumejiandaa vizuri na kwa mchezo wa kesho, na kama mwalimu alisema lengo letu ya mashindano ni kuweza kufika finali na kuweza kuchukua ubingwa wa Mapinduzi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tupo tayari kwa mchezo wetu wa kesho, tupo tayari kupambana ili kuweza kupata matokeo ya ushindi. Kwingineko ni kuhusiana na kuelekea mchezo wa ligi kuu soka kwa upande wa wanawake, ambapo siku ya kesho Simba Queens watakuwa nyumbani katika dimba la watakuwa nyumbani katika dimba la Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam, ambapo watawakaribisha mabingwa watetezi wa ligi hiyo JKT Queens. Simba wanashuka katika mchezo huo wakiwa vinara wa ligi hiyo, huku JKT wao wakikamata nafasi ya pili katika msimamo wa ligi ya wanawake. Na tuelekee kimataifa, ambapo kimataifa ni kuhusiana na nchini Kenya. Maandalizi ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka 2027 yanaendelea kwa kasi,
huku ujenzi wa uwanja wa Raila Amolo Odinga jijini Nairobi ukiwa katika hatua za mwisho. Taarifa zinaeleza kuwa mchoro wa uwanja huo umetengenezwa na Chuo Kikuu cha Nairobi, huku kazi za ujenzi zikitekelezwa na Jeshi la Ulinzi la Kenya KDF kwa kushirikiana na kampuni ya kimataifa ya ujenzi. Kwa sasa hatua ya uwekaji wa ngao ya bendera ya taifa la Kenya imeanza, ambapo uwanja huo unapanga kupambwa kwa rangi za bendera ya Kenya kwa mtindo wa kisasa unaofanana na ule wa Allianz Arena nchini Ujerumani. Uwanja wa Raila Amolo Odinga unatarajiwa kuwa miongoni mwa viwanja vitakavyotumika katika AFCON kwa mwaka 2027 na utakuwa alama mpya ya maendeleo ya miundombinu ya michezo nchini Kenya. Na bingwa wa zamani wa uzito wa juu Anthony Joshua anaripotiwa kufikiria kwa dhati kustaafu ndondi, kwa mujibu wa mjomba wake Adedamola Joshua ambaye alizungumza na jarida la Nigeria The Punch kufuatia ajali mbaya ya gari ambayo aliipata nchini Nigeria. Bondia huyo mwenye umri wa miaka 36 alinusurika kwenye ajali hiyo na majeraha madogo, lakini marafiki zake wawili wa karibu walishirika ambaye ni washirika wake, wao waliweza kupoteza maisha. Katika maoni yake kwa The Punch, mjomba wake Joshua amesema kwamba uamuzi huo uliwasilishwa kwa faraha kwa familia, akielezea kuwa hisia za kumtazama akipigana zimekuwa nyingi. Familia inasema inaunga mkono chaguo lake la kuweza kustaafu ndondi. Baadaye pia Joshua alivunja ukimya wake, ambapo ilikuwa ni hadharani, kwa kuchapisha picha na familia zilizofiwa, akiandika mlinzi wa ndugu yangu, ujumbe unaonyesha uaminifu, ulinzi na wajibu. Pia amejitolea kutoa msaada wa maisha kwa familia za Sina Khami na Latifu Latiz Al-Adoele, wote wanachama muhimu wa kambi yake ya ndondi waliofariki kwenye ajali hiyo. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejesha kwake Mindy Joseph aweze kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Asante Lai Saidi kwa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika mkoa wa Katavi, Tabora, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Singida na Dodoma panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Kwa ukanda wa pwani yote pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Na mamlaka ya hewa Tanzania inatoa angalizo na matarajio ya vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika ukanda wa pwani yote. Watumiaji wa bahari ni vyema kuchukua hatua stahiki. Penda mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika maeneo ya magharibi mwa nchi, kanda ya kati, mkoa wa Morogoro, Lindi na Mtwara panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua.
Mkoa wa Mara, Simiu, nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Na mamlaka ya hali ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya nyanda za juu kusini magharibi na mkoa wa Ruvuma. Wakazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo. Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 9. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo kwa siku ya tarehe 10. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo na mvua nyepesi kwa siku ya tarehe 12. Morogoro tunatarajia mvua na vipindi vya jua. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Nikusiendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Soko la samaki Mbuyuni lafunguliwa huku likitazamiwa kuongeza ajira na kuchochea maendeleo. Na kimataifa, Papa Leo afanya mkutano wa kwanza na baraza la makardinali. Katika michezo, Simba na Azam kushuka dimbani kesho katika michuano ya Mapinduzi Cup. Mtazamaji, nafika tamati katika kipindi cha ulimwengu wa habari. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Mimi ni Mendi Joseph, uwe na usiku mwema.